Taarifa baada ya bunge la Ulaya kuweza kujadili ajenda tofauti na kubwa kuliko ilikuwa ni swala zima la kurasmisha ushoga katika nchi za Kiafrika. Mambo yaliweza kujadiliwa katika siku muhimu kabisa ambayo kila mmoja alisikiliza, pia issue ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambalo kesi hiyo iweza kujadiliwa na kuzungumziwa kwa mapana sana, kuanzia chanzo cha kesi hiyo, lakini pia na vile ambavyo waliweza kumchambua mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hivi sasa pia serikali Tanzania imeweza kubaini na kusanuka kuhusiana na swala zima la fomu ambazo inatakiwa kubakia kama original content ya sehemu husika katika nchi za Kiafrika, kubakia fomu ya maridhiano baina ya rais pamoja pia na wale watakao kuwa mashahidi wa kuweza kurasmisha mapenzi ya jinsia moja. Sasa ni swala ambalo nafikiri limeweza kuwa viral na katika nchi za Kiafrika, tokea hata aliweza kuzungumza pia kapteni kutokea nchi ya Burkina Faso. Ni swala ambalo kwa sasa aliweza kuwasanua baadhi ya viongozi wengi sana kutokea katika nchi za Kiafrika kwamba sasa hivi umekuwa na mpango kazi wa nchi tofauti ambazo zimekuwa ni nchi mama, lakini pia na hata bunge la Ulaya kuweka mpango kazi wa kutaka nchi za Kiafrika ziweze kujikita katika mapenzi ya jinsia moja. Na nafikiri yote kwa yote ni kuua nguvu kazi ya taifa, lakini pia na kupotosha pia fikra za wananchi katika nchi za Kiafrika, ili mradi kile wanachokihitaji na wanachokilenga waweze kukipata. Ila mpaka sasa hivi tunashukuru kwamba bunge la Tanzania na serikali ya Tanzania imeweza kusanuka na kuhakikisha kabisa kwamba kile wanachokitaka na wanachokidai ni swala ambalo haliwezekani. Na tunashukuru kabisa tena kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokubali na kuchukua fomu hii ambayo imeweza kusadikia kabisa kwamba mpango kazi na mjadala na ajenda kuu iliyokuwa inazungumziwa ni kuhusiana pia na Tanzania kuweza kupewa fomu ya maridhiano ya ushoga, kuweza kurasmisha mapenzi ya jinsia moja. Kwa hiyo ni issue ambayo walijaribu kutumia kivuli cha kuzungumzia kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kutaka kupenyeza pia ajenda zao za mapenzi ya jinsia moja. Kwa hiyo ni akili waliotumia sana ya ziada, walijifanya kabisa kwamba yani wana upendo na wana moyo na wako makini na nchi za Kiafrika, tena isoshe kwa Tanzania kwa kile kilichoweza kutokea kwa mwenyekiti wa chama cha Chadema, lakini kumbe walikuwa na ajenda zao tofauti za kutaka zilasimishwe rasmi kabisa mapenzi ya jinsia moja. Cha msingi bwana, nafikiri tukutane kwenye comment, lakini taarifa tulionayo ni hiyo kabisa. Sambamba na kuwa nasi na endelea kuwa karibu nasi kwa kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.